Mili gani? Ukiwa na mashauri gani ndani ya moyo wako? Unamtumikia Mungu, unafanya utumishi wako shambani kwa Mungu ukiwa na dhamiri gani? Hiyo ndio itaamua. Bwana asifiwe. Je, unafanya ili uonekane? Unafanya ili ulipwe na wanadamu? Unafanya ili tu kwa ajili ya utukufu wa Mungu? Bwana apewe sifa sana. Haleluya. Tuko pamoja watu wa Mungu. Tutaangalia baadhi ya kazi chache ambazo tunatakiwa tuzifanye kama watoto wa Mungu. Kazi chache kwa sababu ya muda wetu umeenda sana. Sisi ni wafanyakazi. Sema wafanyakazi. Wafanyakazi. Kwa kweli Mungu hajakuokoa ili ukae. Wewe ni mfanyakazi. Hiyo kwa Korinto wa kwanza 3:9 anasema hivi. Maana sisi tu wafanyakazi pamoja na Mungu. Ninyi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu. Jamani, ni kazi zipi? Kazi ya kwanza ambayo Mungu anataka tuifanye ni kuwaleta wengine kwa Yesu. Moja kwa moja, ama naweza sio moja kwa moja, direct ama indirect. Kwa maneno yetu, kwa maisha yetu. Lengo lako, kazi yake kubwa ni watu waje kwa Yesu. Kwa kuhubiri kwako. Inaweza kwa moja kwa moja, ama sio moja kwa moja. Labda kwa sadaka zako, kwa maombi yako, kwa maneno yako, kwa maisha yako, kwa maamuzi yako. Maisha yako yanafanya watu, yanawavuta watu waje kwa Yesu. Wakati Yesu anaweza huduma yake ile Mathayo 28, naomba nisisome. Alisema, enendeni mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru. Tazama mimi niko pamoja nanyi mpaka ukamilifu wa dahari. Yesu mahali pengine mitume wengine wasema nendeni mkahubiri injili kwa kila kiumbe, si ndio? Lakini Mathayo ameiweka vizuri zaidi. Usihubiri tu, lakini uwafanye kuwa wanafunzi. Unawafanya kuwa wanafunzi na kuwafundisha. Bwana Yesu asifiwe. Mkawalete na kuwafundishe wayashike yote niliyoamuru ninyi. Kwa kazi yetu kubwa nisiende sana hapo. Hebu jipime maisha yako. Jitathmini wewe. Hivi maisha yangu kuna namna yatamfanya mtu aje kwa Yesu? Kuna namna nimeweza kugusa maisha ya mtu aje kwa Yesu? Mimi wanarusha status yangu maandiko. Mara nyingi, sio kila mara, lakini mara nyingi wanarusha maandiko. Na huwa siarushi hivi. Huwa nayaombea yale maandiko. Kwamba Baba, mstari ninavyotuma leo kwenye status, fanya mtu usome. Na ule mtu akisoma, hebu ukawashe nuru kwenye moyo wake. Mungu siku moja akanishangaza. Kijana mmoja wa imani nyingine akanitumia message. Akasema, madam, hivi unajua hayo maandiko unayoyatuma kila mara yamenifanya nisome Biblia. Ingawa hiyo sio imani yangu, lakini hayo maandiko unayorushaga yamenisogeza pazuri. Sasa hivi naanza kusoma Biblia. Haleluya. Amina. Kuna namna maisha yako unaweza usifanye hicho kitu ulichofanya mimi, lakini unapotoka unasemaje? Wakati mwingine mimi nikiona sasa Mungu naomba leo maisha yangu yakamvute mtu. Kuna siku nimefika pale wakaja watoto wawili, siwafundishe mimi, wako kidato cha pili, mimi sifundishi kidato cha pili. Niliwatuma sio kitu gani, kauliza nyinyi mnaitwaje? Mmoja akaniambia mimi naitwa Hana, mwingine akaniambia naitwa, nimesahau jina lake. Nikamwambia Hana, unajua Hana kwenye Biblia? Akasema Hana ndio. Hana alifanyaje? Akaniambia Hana aliomba Mungu akampa mtoto. Nikasema unajua maandiko yameandikwa wapi? Akasema sijui. Unasomaga Biblia yako? Hapana. Unasali? Akasema sasa ukienda nyumbani kasome Samueli wa kwanza. Ile sura ya kwanza na ya pili. Alafu tukikutana kesho nikampa kama siku 3 kuja ukisimulia. Akatoka kwa furaha sana. Ana mwili mdogo sana unaweza kuimba kwa darasa la 5. Baada kama siku 2-3 akaja asubuhi kabisa kabla hajaenda darasani. Amejaa kicheko sana. Yaani moyo wake umefurahi. Akaja na mwenzake. Akaniambia madam, yale maandiko nimeyasoma. Hebu nisimulie. Akasimulia. Sasa hiyo Mungu alimjibu Hana, nataka uwe Hana na wewe uandike historia yako. Haleluya. Akasema asante. Kwa hiyo kila mara tumekuwa marafiki. Kila kiniona sasa anasema tu nimekuja tu kukusalimia. Hapo nenda darasani kwake. Maisha yako yawavute watu waje kwa Yesu. Haleluya. Kwenye kazi yako, kwenye biashara yako. Na mara kadhaa mimi naomba na wale watoto, ninawaombea na ninawafundisha maneno ya Mungu. Bwana apewe sifa sana. Kazi ya pili tunayotakiwa kuifanya, tunatakiwa tufanye kazi ya ukuhani. Kazi ya ukuhani. Na maandiko tumekuwa tukisoma mara nyingi. Andika Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9.
na kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 5 mstari wa 9 na wa 10. Tumeitwa kufanya kazi ya ukuhani. Tasoma ile Yohana 5. Yaani Ufunuo wa Yohana sura ya 5 mstari wa 9 na wa 10. Maandiko yasema hivi: nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake. Kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Katika watu wewe upo? Kabila yako lipo? Baka amesema kila kabila, kila lugha na kila taifa. Mstari wa 10 nataka tufanye hivi, tusome. Anasema ukawafanya kuwa ufalme na nani wapendwa? Na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Haleluya, Bwana asifiwe. Yesu alipotuokoa, alipotununua kwa damu yake, akatufanya kuwa wafalme na makuhani. Haleluya. Mwambie jirani yako, wewe ni kuhani. Wewe ni kuhani. Haleluya. Wewe ni kuhani. Tutaangalia vitu vichache ambavyo makuhani walikuwa kuvifanya. Makuhani wa Agano la Kale hatuwezi kufanya kila kitu kama walivyofanya wao. Wale walitoa dhabihu za dhambi, kuna namna mabadiliko yamekuwepo. Lakini mambo mengi ya makuhani tunatakiwa tuyajue na tuyafanye. Kuhani ni mtu ambaye alikuwa anasimama kati ya Mungu na watu, akitoa sadaka za dhambi, sadaka za shukrani, sadaka za malimbuko, za mavuno. Kuhani alikuwa anasimama kwa ajili ya kuwaombea watu. Kuhani alikuwa anasimama kwa ajili ya kuwafundisha watu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo haya mambo ambayo makuhani walikuwa wakiyafanya, tunatakiwa na sisi tuyafanye. Bwana asifiwe. Umeitwa ufanye kazi ya ukuhani. Nitasema tu vitu viwili hapa ama vitatu. Kuhani alitakiwa aombee watu. Kuhani alitakiwa simame mahali palipobomoka. Bwana asifiwe. Pakiwa na shida, kama pigo limetokea, kuhani aende mbele za Bwana aombe. Bwana asifiwe. Kuna mfano mzuri sana ambao nataka tusome hapa. Kuna kitabu cha Hesabu ambacho kuhani Haruni alifanya. Hesabu sura ya 16. Ni habari ndefu, ninakuomba ukipata muda kasome. Utafurahi sana mambo yaliyotokea hapa. Hesabu sura ya 16. Nitasoma mistari michache kwa ajili ya labda nikusimulie tu halafu nitasoma. Palitokea mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Kora na mtu mwingine alikuwa anaitwa Dathani. Hawa watu waliwahamasisha watu wale wana wa Israeli wakati wako jangwani wasimame kinyume na Musa na Haruni. Wakawahamasisha watu, wakadai kwamba hivi hawa Musa na Haruni wao ndio wanajidai kwamba Mungu anaongea na wao peke yao. Mbona na sisi ni Walawi? Kwani Mungu hawezi kuongea na sisi? Bwana, haiwezekani. Wakahamasisha watu wengi. Biblia inasema watu 250. Watu 250. Musa alitaka kuongea na kufanya upatanisho, akawaita wakakataa. Mungu akasema si tabu. Ukisoma ile habari, ardhi ilifunuka, ikaongeza hai, ikajifunga. Kwa hitaji msiba wala kuchimbua kaburi, Mungu aliwazika mwenyewe. Baada ya ile tukio waliobaki sasa wakanungunika. Nyembe waua ndugu zetu, ikawa manunguniko makubwa. Mungu akashusha tauni. Hiyo story nzuri sana. Bwana asifiwe. Angalia sasa, tutasoma tu mstari wa 41. 16:41. Ni story ndefu sana pale. Tutasoma mstari michache. Tutasoma 41 nitaendelea mpaka mbele kidogo. Maandiko yanasema hivi. Hapana, kwa ajili ya muda naomba nisisome haya yote, kwa sababu haya ni manunguniko ambayo nimekusimulia kidogo. Mstari wa 42. Basi ilikuwa hapo huo mkutano ulipokuwa umekutanika kinyume cha Musa na kinyume cha Haruni, wakaangalia upande wa hema ya kukutania, na tazama hilo wingu likaifunika hema, na utukufu wa Bwana ukaonekana. Na Musa na Haruni wakaenda hapo mbele ya hema ya kukutania. Naye Bwana akanena na Musa na kumwambia, ondokeni kati ya mkutano ili niwaangamize mara moja. Wao wakapomoka kifudifudi.
Musa akamwambia Haruni, haya shika chetezo chako. Sema chetezo. Chetezo. Ukatie moto ndani yake, moto wa madhabahuni, kisha utie na uvumba juu ya moto. Ukakichukue haraka, uende nacho katika huo mkutano, ukawafanyie upatanisho. Sema ukawafanyie upatanisho. Ukawafanyie upatanisho. Kwa kuwa ghadhabu zimetoka kwa Bwana, hiyo tauni imeanza. Basi Haruni akakishika chetezo kama Musa alivyonena, akapiga mbio akaenda katikati ya mkutano, na tazama tauni ilikuwa imeanza kati ya watu. Akatia uvumba juu ya moto na kufanya upatanisho kwa ajili ya hao watu. Akasimama kati ya hao waliokufa na hao waliokuwa wakali hai, tauni ikazuiwa. Basi waliokufa kwa tauni walikuwa 14,700. Zaidi ya hao waliokufa katika jambo la Kora. Haruni akamrudia Musa pale mlangoni, amekutania. Hiyo tauni ikazuiwa. Naona kitu makuhani walichofanya. Mungu ameweza kupiga watu. Musa alipoona akasema, chapu kalete chetezo, weka uvumba. Alichofanya tauni, akaenda akasimama Haruni na chetezo chake kina uvumba. Tauni ikazuiwa. Manake nini? Maombi yetu tunajua ni manukato mbele za Mungu, si ndio? Unapoomba unapeleka manukato. Kuna wakati wanaweza ile kwamba mkosea Mungu vibaya kusoma Ezekiel 22. Mstari wa 30, Mungu akasema nikatafuta mtu atakayesimama mahali palipobomoka. Tumeitwa tufanye ukuhani, usimame mahali palipobomoka. Haleluya! Omba kwa ajili ya familia yako. Omba kwa ajili ya watoto wako. Omba kwa ajili ya mahali pako pa kazi. Ombea maisha yako ya baadaye. Omba. Tukiambia tuje kwenye maombi Jumatano, tuko busy. Sawa. Je, unaomba? Au unasubiri mpaka watoto wako haribike? Wawe wavuta bangi, wawe walevi, wakuharibikie mikononi mwako unaona. Unasubiri uone nini? Umeitwa kwa ajili ya kuomba, kuombea kazi ya Mungu. Hakuna mtu ambaye ameokolewa akae tu kwenye kiti. No way. Umeitwa ili uombe, lakini katika familia kuna ambao hawajamjua Bwana. Hapo mahali pako pa kazi naona kuna mambo yanaenda ndivyo sivyo. Lakini kuna mapigo yanatembea, Je, unaomba? Wewe ni kuhani wa Bwana. Bwana asifiwe. Imekupasa kuifanya hiyo kazi. Nipe mfano wa mama yangu. Ndugu zangu, sitaki kumsifia. Sijapata mimi kuona mtu aliomba vile. Mpaka sasa bado anafunga na kuomba. Tunamwambia mama, sifunge tena. Hapana, lazima nifunge na kuomba. Aliwekeza machozi, aligua. Yesu alikuwa ni mfano. Bwana asifiwe. Nakumbuka Ibrania anasema sura ya 5, ambaye yeye katika siku za uhai wake alimtolea Mungu machozi pamoja na kulia sana. Akasikiwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Sisi natamani kusisitiza zaidi anavyoongea, kama anakosa maneno mazuri. Lakini kama uombi, mabaya atakupiga pamoja na watu wengine. Watoto wako watapigwa na wewe uko pale. Na zaidi wanawake tupo mama, kama huombi kwa ajili ya nyumba yako, watoto wako, mume wako, unategemea nini? Wakati nchi imeharibika, Mungu akamwambia Yeremia, nitafutie wanawake wanaojua kuomboleza. Walie hapa ili labda macho yetu yatachuruzika machozi. Kama mwanamke huombi, unakosea pakubwa. Kama kijana ombea maisha yako ya baadaye. Mimi nasemaga hivi, kama hujawekeza kwenye maombi, wewe ni kijana kabla hujaoa, utaomba maombi ambayo ni kinyume na hayo baada ya kuoa. Utapata mtu ambaye atakuwa mwiba, atakusumbua, utatumia muda mwingi ukimwombea yule mtu. Tena mdogo wangu jana mmoja, mtoto wa bangu mkubwa, alisema anapitia kwenye changamoto ya ndoa. Miaka mingi mume wake amemtelekeza, amekonda, amekwisha. Sema naita ile siri, angeomba kabla hajaingia kwenye ndoa. Hata hapo ulipo unaweza ukaanza ukaomba. Amen. Anatoka hapa ushuhuda mzee wa kanisa. Aliomba Mungu ampe mke mwema. Mimi sisemi kwamba ni mwema, kuna aliye mwema kuliko Mungu. Ni vile Mungu ananifanya hivi nilivyo. Bwana asifiwe. Amen. Hapa ni maombi yake. Na sasa imekuwa hivi na mimi natumia muda mwingi kumwombea.